bado paka leo na shangaha. Kurwa Igembe ametoka na nyumbani kwenda kuchunga ng'ombe 550. Na hizo ng'ombe za Kurwa Igembe na Igembe mwenyewe bado zitapatikana paka leo hata ng'ombe moja. Kurwa ametoka mzima kurudi maiti, haki yake Kurwa haipatikani. Na leo na shangaha naambiwa ni mzike Kurwa, haki yake bado haijapatikana. Iko wapi? Ninajua yanayotokea mbugani huko ni makubwa. Nafahamu. Huwezi ukampa mtu AK47 amecheza mgambo hapo siku 2 uwanjani. Namna ya kuhendo raia hana. Nikaja kugundua kwamba pengine hawana ile knowledge ya kuishi na binadamu. Sasa kwa sababu raia wetu wengi uelewa wao ni mdogo, wanaweza wakafikiri kwamba hili ni swala la kipolisi. Kumbe sio kabisa. Mtu anachezeshwa mgambo wiki moja, wiki 2 anapewa SMG. Unadhani kitatokea nini huko? Mengine mambo sema tu huwezi kuyajua, lakini nina uhakika huko polisi kuna vichekesho, kesi za TANAPA hizi. Kwa hivyo niwaombe sana viongozi wangu, serikali yangu sikivu, hebu angalieni namna ya kuwatrain hawa watu ili wafanye kazi yao kwa umakini. Vijana wapatao 10 au zaidi wakiwa na silaha za jadi, mikuki, mishale pamoja na fimbo waliweza kuwashambulia askari waliokuwa wakiswaga ng'ombe kuelekea kwenye kituo cha Ukwaheri. Katika hali ya kujihami askari wale na vijana wale kutaka kuchukua ng'ombe, katokea majibishano, na hatimaye asubuhi ya tarehe 8 ndio tulipata taarifa, lakini usiku ule tulikuwa hatupata taarifa ya mtu kujeruhiwa au kuuawa. Saa 1 asubuhi tupata taarifa kwamba kuna mtu ameuawa, kijana wa mfugaji, na uchunguzi wa awali ulionekana kifo kile kilitokana na majibishano kati ya jeshi la uhifadhi pamoja na vijana walikuwa wakitaka kukomboa mifugo yao. Na baada ya taarifa hizo za awali tukaelekeza wale askari wote wakamatwe, askari 4, na wote wako mahabusu wakisubiri taratibu za kisheria pale uchunguzi utakapokamilika. Kutokea tuliwasihi familia ambayo imepata msiba kuweza kuzika mpendwa wetu kwa taratibu zote za kimila na kidini, lakini familia haikuweza kuridhia jambo hilo. Tangu tarehe 8 mpaka tarehe 9, 10, 12 mwenyekiti wetu wa chama wilaya tulimwomba atusaidie kwenda kuzungumza nao ili wampumzishe mwili wa marehemu wakati taratibu za kisheria zikiendelea kuchukuliwa. Lakini jana asubuhi tulipata taarifa kwamba familia hii bado haijaridhia, na malalamiko yao au hoja zao za msingi ni kwamba wamepoteza mtoto, na hili ni kweli kabisa. Wana machungu, wanapitia hatua ngumu kwa kuwa wamepoteza ndugu na rafiki yao na mtoto wao. Walichokuwa wanaomba ni kupata nafuu, kwamba sasa mifugo imekamatwa kwa mujibu wa sheria inatakiwa kulipiwa faini, na kila ng'ombe inatakiwa kulipia shilingi 100,000. Kwa hiyo inatakiwa kulipa zaidi ya shilingi milioni 50 kwa mujibu wa control number iliyotolewa. Na kuomba babangu, twende tukamsitiri kijana wetu, sababu tayari tutangulia mbele ya haki na Mungu atambariki, lakini sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba ile mifugo inaachiwa. Na hilo tumeshalimaliza. Tumezungumza mimi na yeye kwenye simu waziri, na ametukubalia. Kwa hiyo habari ya kulipa faini haipo. Naomba mimi mheshimiwa waziri kwamba pamoja kwamba kuna tatizo, ni kweli watu wameingiza mifugo, lakini naomba ile mifugo iachiwe bila kulipa hata shilingi 1. Mheshimiwa waziri akaniunganisha na muhifadhi mkuu, mkurugenzi wa hifadhi, tumezungumza kwenye simu kwa pamoja, na mpaka tuko njiani na kuja tunazungumza kwenye simu. Kwa mheshimiwa waziri kupitia yule mhifadhi mkuu wa TANAPA amekubali hilo ombi letu. Mifugo yote iachiwe bila kulipa hata senti 1. Sisi Chama cha Mapinduzi kwa uchungu, tuna uchungu, tuko pamoja na wewe mzee wangu.
kwa haya machungu ulionayo, na sisi tunaumia sana kwamba katika hali ya kibinadamu, hata kama jambo hili la kisheria, lakini hapana,